Habari za leo wapendwa mliofika hapa. Karibuni tusikilize neno la Mungu katika mfululizo wa picha kutoka kitabu kinachoitwa Habari Njema. Angalia katika kitabu cha picha na kusikiliza kwa makini. Kumbuka, utakaposikia sauti hii, fungua kitabu kwenye picha inayofuata. Picha ya kwanza. Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa kwanza. Hapo mwanzo Mungu peke yake ndiye aliyekuwapo, na kila kitu kilikuwa giza nene. Mungu ni mwema na anatawala vitu vyote. Kama unavyoona katika picha hii, Mungu aliumba ulimwengu na kuamuru kuwe na nuru. Aliumba jua litawale mchana na mbalamwezi iwe usiku. Picha ya pili. Isaya sura ya 45 mstari wa 18. Kitabu hiki katika picha kinaitwa Biblia. Ni neno la Mungu na linatueleza habari za Mungu na njia zake. Mungu anawapenda watu wote. Sisi tumetengwa na Mungu, lakini Biblia huonyesha njia pekee tunayoweza kuitumia ili kupatana naye tena. Habari hizi za kweli zote zimo katika Biblia. Picha ya tatu. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 25. Mungu aliumba kila kitu kwa neno lake. Alikifanya kila kitu kizuri mno. Aliumba ardhi na milima na bahari na mito. Halafu akaumba viumbe hai, samaki wa majini, ndege wa angani na wanyama wote. Mungu alifurahi kwa kuwa kila alichokiumba kilikuwa chema. Picha ya 4. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 23. Halafu Mungu akamuumba mwanamume wa kwanza na mwanamke wa kwanza. Akamwita mwanaume Adamu na mwanamke Hawa. Akawapa mamlaka juu ya vyote alivyoviumba. Walikuwa rafiki wa Mungu na walisemezana naye katika bustani walipoishi. Mungu akawapa ruksa wale matunda ya miti yote isipokuwa matunda ya mti mmoja. Katika picha ya kushoto unaweza kuwaona watu hawa wakiacha kumtii Mungu kwa sababu walikuwa wanakula tunda lililokatazwa. Walitenda dhambi na kuvunja uhusiano wao na Mungu.
Katika picha ya kulia, angalia jinsi Mungu alivyowaadhibu Adamu na Hawa. Aliwatoa katika bustani. Kutoka wakati huo, watu wote inawabidi kufanya kazi ngumu ili waweze kupata chakula. Pia wanapata maumivu, wanaugua na kufa. Picha ya 5. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 8. Adamu na Hawa walikuwa na watoto wawili wanaume wakiitwa Kaini na Habili. Kaini alimuonea wivu Habili na siku moja alimuua. Mungu alimuadhibu Kaini kwa dhambi yake hiyo, jinsi alivyowaadhibu Adamu na Hawa. Sisi wote ni uzao wa Adamu na Hawa, na sote tumetenda dhambi. Dhambi hutenganisha mtu na Mungu wake. Tunastahili adhabu kwa dhambi zetu. Picha ya 6. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 13 na 14. Vizazi vingi vilivyopita na Adamu akawa amepata wajukuu wengi mno. Watu hawa pia wakamtenda Mungu dhambi na kutokumtii. Dhambi ya watu hawa ikawa kubwa mno kwamba Mungu akaamua kuwamaliza wote kwa gharika. Lakini kulikuwa na mtu mmoja ambaye alimpenda Mungu na kumtii. Jina lake aliitwa Nuhu. Mungu alimwambia Nuhu ajenge safina. Mungu alipanga kumwokoa Nuhu na familia yake katika safina hiyo. Nuhu akahubiri habari za haki ya Mungu miaka yote alipokuwa akijenga safina. Lakini watu hawakuamini maonyo ya Nuhu. Hawakuacha uovu wao ili waokolewe na gharika. Picha ya 7. Mwanzo sura ya 7 mstari wa 23. Mungu aliposema, Nuhu aliweka wanyama na ndege wa kila aina katika safina. Nuhu na mkewe na watoto wao 3 wa kiume na wake zao waliingia katika safina. Halafu Mungu akafunga mlango. Halafu akaleta mvua kubwa na maji yalikuwa yakitoka chini ardhini na kugharikisha dunia yote. Hakuna ambaye angeweza kuokoka tangu wakati huo katika ile gharika. Nuhu na familia yake ndani ya safina walikuwa salama. Lakini wote waliokuwa nje ya safina wakafa maji. Nuhu aliokolewa kwa sababu alimwamini Mungu na kumtii. Picha ya 8.
Mwanzo sura ya 21 mstari wa 2. Vizazi vingi vilipita na uzao wa Nuhu wakawa makabila mengi. Abrahamu alikuwa mtu ambaye alimpenda Mungu na kumtii. Mungu alimwahidi Abrahamu kwamba uzao wake watakuwa watu mashuhuri. Abrahamu na mkewe Sara hawakuwa na watoto, lakini waliamini ahadi ya Mungu. Picha hii inaonyesha walikuwa na mtoto wakati walipokuwa wazee. Walimuita mtoto huyu Isaka. Abrahamu na Isaka walikuwa mababu wa Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye alikuja kuuokoa ulimwengu. Picha ya 9. Kutoka sura ya 34 mstari wa 29. Uzao wa Abrahamu ukawa taifa kubwa linaloitwa Israeli. Musa alikuwa mzao wa Abrahamu ambaye alimwamini na kumtii Mungu. Siku moja Mungu alimuita Musa mlimani. Akampa amri akawafundishe watu wake. Picha hii inamwonyesha Musa akishuka kutoka mlimani akiwa na sheria ya Mungu iliyoandikwa katika mawe. Mungu anamtaka kila mtu atii amri zake. Picha ya 10. Kutoka sura ya 20 mstari wa 1. Hapa ni baadhi ya amri za Mungu alizompa Musa. Zinatufundisha kumpenda na kumtii Mungu wa kweli. Tukianzia picha ya kushoto juu, tunaona kwamba hatutakiwi kuabudu sanamu au vitu vingine. Tunatakiwa kumwabudu Mungu mmoja muumbaji. Katika picha inayofuata kuelekea kulia, baba, mama na watoto wanamwabudu Mungu pamoja. Watu wote wanatakiwa kutenga siku moja kila wiki kumwabudu Mungu. Picha ya mwisho kulia inatufundisha kuwa watoto lazima wawatii na kuwaheshimu wazazi wao. Tukitazama picha ya kwanza chini, picha hiyo inatufundisha kuwa tusiue. Na picha inayofuata katikati chini inatufundisha kuwa tusizini. Na picha ya mwisho inatufundisha tusiibe wala kutamani vitu vya watu wengine. Mungu anatuamuru tuzishike amri zake. Picha ya 11. Mambo ya Walawi sura ya 4 mstari wa 33. Katika siku hizo mtu alipotenda dhambi kwa kuvunja amri za Mungu, ilimbidi
atoe sadaka ya kondoo kwa Mungu ili kondoo huyo ateketezwe. Kondoo alikufa badala ya yule mtu aliyetenda dhambi. Kondoo alikuwa ni mfano wa mwana wa Mungu, Bwana Yesu Kristo. Yesu angekuja na kufa kama sadaka kwa Mungu kwa watu wote ulimwenguni. Yeye ndiye mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yesu akawa sadaka kwa dhambi kwa kufa katika msalaba. Muamini Yesu Kristo, utubu dhambi zako na kuziacha, na Mungu atakusamehe pia. Picha ya 12. Luka sura ya 1 mstari wa 35 na Mathayo sura ya 1 mstari wa 20. Sasa natusikie jinsi Yesu Kristo alivyozaliwa. Miaka mingi iliyopita, Mungu aliahidi kumleta Mwokozi. Katika picha ya kushoto unaweza kumuona malaika aliyekuja kutoka mbinguni kwa mwanamwali mmoja aitwaye Mariamu. Mariamu alikuwa bikira aliyekuwa ameposwa na Yusufu. Malaika alimwambia, Roho wa Mungu atakujia juu yako, nawe utapata mimba. Utamuita mtoto Yesu, mwana wa Mungu. Kama unavyoona katika picha kulia, malaika alimtokea Yusufu pia katika ndoto. Malaika alisema, Yusufu, usiogope kumchukua Mariamu awe mkeo. Ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wa Mungu. Jina la mtoto liwe Yesu, ambaye maana yake ni Mwokozi. Atawaokoa watu wake katika dhambi zao. Yusufu alimtii Mungu. Hakulala na Mariamu hadi mtoto alipozaliwa. Picha ya 13. Luka sura ya 2 mstari wa 7. Iliwabidi Yusufu na Mariamu wasafiri hadi mji unaoitwa Betlehemu. Walipofika huko, hawakupata nyumba ya kupanga. Kila nyumba ilijaa watu. Ilibidi wakae katika banda la ng'ombe. Na katika banda hilo, Mariamu alijifungua mtoto Yesu. Usiku huo malaika aliwatokea wachungaji waliokuwa wakichunga kondoo wao katika mashamba karibu na mji. Akawaambia habari za kuzaliwa Yesu mjini Betlehemu. Halafu malaika wengi walionekana mbinguni wakiimba na kumsifu Mungu. Wachungaji hao walikwenda kumuona Mwokozi. Picha ya 14. Luka sura ya 2 mstari wa 46 na Marko sura ya 6 mstari wa 34. Katika picha kushoto tunamuona Yesu alipokuwa na umri wa miaka 12. Anaongea habari za Mungu na walimu na viongozi wa Israeli, akiwasikiliza na kuuliza maswali. Walishangazwa na uelewa wake mkubwa juu ya Mungu.
Picha ya kulia inamwonyesha Yesu alipokuwa mtu mzima. Alikuwa akiwafundisha watu habari za Mungu. Watu wengine waliamini mafundisho na kumtii. Watu wengine hawakuamini, wakampinga. Mungu anatutaka tumwamini na kumfuata Yesu. Picha ya 15. Marko sura ya 8 mstari wa 25 na Marko sura ya 5 mstari wa 41 na pia Marko 6 mstari wa 48. Picha hizi zinaonyesha nguvu aliyokuwa nayo Yesu ya kufanya miujiza. Kushoto tunamuona Yesu akigusa macho ya mtu aliyezaliwa kipofu ambaye aliweza kuona. Katika picha ya katikati tunamuona Yesu akimfufua kijana, baba na mama yake wakiangalia. Na mwisho tunamuona Yesu akitembea juu ya maji. Anawaendea wanafunzi wake ambao wamo ndani ya mashua. Bwana Yesu alifanya miujiza mingi kama hii kuonyesha kuwa alikuwa mwana wa Mungu. Yesu anaweza kutusaidia sisi pia kwa uwezo wa Roho wake. Picha ya 16. Mathayo sura ya 27 mstari wa 28. Yesu alifanya mambo mengi mazuri na ya kushangaza na watu wengi wakamfuata. Yesu alikuwa mpole, aliponya wagonjwa na kufundisha njia ya Mungu. Alikuja kuwaokoa watu waliopotea, yani watu wenye dhambi. Hata hivyo, watu wabaya walimchukia Yesu alipowaambia kwamba wao walikuwa wenye dhambi. Viongozi wa watu walimuonea wivu Yesu. Hawakuamini kuwa Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Walimkamata, wakasema maneno ya uongo juu yake na kumpiga. Walimuwekea taji ya miiba kichwani, wakamtemea mate na kumdhihaki. Lakini Yesu Kristo hakuwapinga. Alijua haya yatamtokea. Aliwaacha watu wabaya wamuumize na kumuua. Yesu alikuja ili afe kama sadaka kwa Mungu, aondoe adhabu kwa ajili ya watu wenye dhambi. Picha ya 17. Marko sura ya 15 mstari wa 25. Askari walimpigilia Yesu juu ya msalaba. Wakausimamisha wima ule msalaba katika ardhi. Na Yesu akaning'inia pale hadi alipokufa. Wahalifu wawili walisulubishwa pamoja na Yesu. Katika siku hizo ilikuwa ni kawaida kuwaua wahalifu katika njia hii ya kikatili. Lakini Yesu Kristo hakuwa amekosa kitu. Akawa sadaka kulipia dhambi za watu wote. Wote tumetenda dhambi na inatakiwa tufe kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu Kristo alipokea adhabu ambayo tulistahili.
Kama tutaungama dhambi zetu na kweli kweli kuziacha, Mungu atatusamehe. Muamini Bwana Yesu Kristo, nawe utaokolewa. Picha ya 18. Luka sura ya 24 na mstari wa 4. Maadui wa Yesu walifikiri kuwa wamekwisha kumwangamiza, lakini haikuwa hivyo. Yesu alipokufa msalabani, marafiki zake waliuweka mwili wake katika pango. Walifunga mlango wa pango lile kwa jiwe kubwa. Siku 2 zilipita, na katika siku ya 3 Yesu alifufuka katika wafu. Wakati wanawake fulani walipokuja kwenye kaburi, walikuta jiwe limesukumiliwa mbali na Yesu Kristo hayupo. Malaika wawili walikuwa pale. Wakawaambia kuwa Yesu Kristo yu hai. Hayupo hapa, amefufuka, walisema. Yesu alipofufuka kutoka kwa wafu, alithibitisha kuwa alikuwa Mungu. Yesu Kristo yu hai leo na ni mwenye nguvu kuliko shetani na kifo. Picha ya 19. Yohana sura ya 20 mstari wa 28. Yesu alipofufuka kutoka kwa wafu, wengi wa wanafunzi wake walimuona. Walisema na kula naye. Tomaso, mmoja wa wanafunzi wake Yesu, hakuweza kuamini kwamba Yesu alikuwa hai tena. Akasema, mpaka nitakapoona alama za misumari na kuzigusa, sitaamini. Tunaona katika picha hii kwamba Yesu alikuja na kumuonyesha Tomaso vidonda vyake. Mashaka ya Tomaso yakaisha. Alianguka chini mbele yake Yesu na kusema, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akasema, wamebarikiwa wale wote wasioniona mimi, lakini wakaniamini. Picha ya 20. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 10. Siku 40 baada ya Yesu kufufuka kutoka kwa wafu, alionekana kwa watu wengi mara nyingi. Watu wengi walimuona akiwa hai. Sasa ilikuwa muda wa Yesu kurudi kwa Baba yake mbinguni. Alikuwa amemaliza kazi aliyekuja kuifanya. Yesu akawaambia wanafunzi wake wawaambie watu wote kila mahali hizi habari njema. Wanafunzi waliangalia jinsi Yesu alivyokuwa akiiacha dunia na kwenda juu mbinguni. Malaika wawili waliovaa nguo nyeupe walitokea. Wakawaambia wanafunzi kwamba kuna siku moja Yesu Kristo atarudi kutoka mbinguni kwa njia hiyo hiyo aliyokwenda. Hadi muda huo utakaokuja, Yesu yuko mbinguni. Anaandaa mahali mbinguni kwa wote watakaomwamini na kumfuata. Sasa, vipi wewe? Utamwamini na kumfuata Yesu? Utakuwa tayari kumlaki atakapokuja?
Picha ya 21. Waraka wa kwanza wa Petro, sura ya 3, mstari wa 18. Kwa nini Yesu alikufa msalabani? Yesu alikufa ili awaokoe wenye dhambi kutoka hukumu ya dhambi. Yesu hakutenda dhambi, lakini alikufa aichukue dhambi ambayo ilikuwa inatutenga na Mungu. Msalaba unatukumbusha kuwa Yesu alikuwa mwana wa Mungu asiye na dhambi yeyote. Alitolewa sadaka kwa ajili yetu. Tunapomwamini Yesu na kutubu dhambi zetu, Mungu hutusamehe dhambi zetu zote. Yesu anatufanya tuwe watoto wa Mungu tena. Picha zitakazofuata zitatusaidia kuelewa mtu aliyemwamini Yesu Kristo ni mtu wa namna gani. Picha ya 22. Mathayo sura ya 7, mstari wa 13. Yesu alifundisha kuwa kuna njia mbili tu, kwamba kila mtu yuko katika njia pana ya dhambi inayokwenda hadi motoni. Wote tumetenda dhambi ile tuliyoirithi kutoka kwa Adamu. Yesu alisema kuwa twende na kuingia mbinguni kwa kuifuata njia nyembamba. Kama mtu katika maisha haya atamwamini Yesu Kristo na kumfuata, anapata uzima wa milele. Anaondoka kutoka kwenye njia pana na kwenda katika njia nyembamba inayokwenda mbinguni. Hakuna hukumu kwa ajili ya dhambi kwa wale walio katika njia nyembamba. Kama umeamua kumfuata Yesu, unaweza kumuomba Mungu kama ifuatavyo: Mwenyezi Mungu, ninakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa msalabani kunilipia dhambi zangu. Unisamehe na kunisafisha moyo wangu na kunifanya niwe mmoja wa watoto wako. Ninataka kumfuata Yesu ili nitakapokufa niweze kuishi na wewe mbinguni. Asante Mungu. Picha ya 23. Yohana sura ya 6, mstari wa 37. Katika picha hii unaweza ukamuona Yesu akiwakaribisha watu kutoka kila kabila na taifa na lugha. Walimwamini na sasa wamekuwa watoto wa Mungu. Wako katika njia nyembamba inayoongoza hadi mbinguni. Watoto wa Mungu ni kama familia, wameungana wote katika Yesu Kristo. Picha ya 24. Yohana sura ya 3, mstari wa 3. Usiku mmoja, mwalimu mmoja wa dini aitwaye Nikodemu alikwenda kwa Yesu kujifunza zaidi juu ya Mungu. Yesu alimwambia kwamba kila mtu anayetaka kuingia katika familia ya Mungu anahitaji uzima mpya. Ni sawa na kuzaliwa mara ya pili.
Hatuna uwezo wa kujibadilisha wenyewe. Roho Mtakatifu wa Mungu ndiye atupaye uzima mpya tunapoamini na kumfuata Yesu. Tunakuwa watu wapya, watu wa Mungu. Picha ya 25. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 3. Watu hawa ni wanafunzi wa Yesu. Kabla Yesu hajaenda mbinguni, aliahidi kuwatumia kipawa cha Roho Mtakatifu. Siku 10 baada ya Yesu kupaa kurudi mbinguni, wanafunzi hawa walikuwa wamekusanyika pamoja. Ghafla Roho Mtakatifu wa Mungu alikuja na kuwajaza kama Yesu alivyokuwa ameahidi. Wanafunzi walipokea uwezo kuweza kusema lugha mbalimbali, kuwaambia wengine juu ya mambo ya ajabu Mungu aliyotenda. Roho wa Mungu anaishi kwa wote wanaoamini kweli na kuwapa nguvu za kumpenda na kumtii Yesu. Picha ya 26. Yohana sura ya 8 mstari wa 12. Kabla mtu hajamwamini Yesu, anafanana na mtu huyu anayetembea gizani. Anajikwaa na mara nyingi anaanguka dhambini kwa sababu hana nuru ya kumuongoza. Tunapomwamini Yesu Kristo, tunakuwa kama mtu yule anayetembea kwenye barabara iliyonyooka mchana. Yesu alisema, "Mimi ni nuru ya ulimwengu. Mtu akinifuata mimi hatatembea gizani." Mungu humtoa Roho wake Mtakatifu, huwasaidia na kuwafundisha wanaomwamini wote njia yake ya uzima. Picha ya 27. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16. Mtu anayemwamini Yesu Kristo ni mtu mpya. Yeye hutii neno la Mungu. Anashukrani kwamba Mungu amemsamehe dhambi zake zote. Mtu anayeamini hazini, hapigani, haibi, wala haabudu miungu na sanamu. Roho Mtakatifu humpa uwezo wa kuacha maovu mengi na kufanya yaliyo mema. Picha ya 28. Waefeso sura ya 5 mstari wa 21. Angalia familia hii inayotembea katika njia ya Mungu. Mwanamume anampenda mkewe na mwanamke anamheshimu mume wake. Hivi ndivyo neno la Mungu linavyoamuru. Wanasaidiana na kuimarishana na kuwafundisha watoto wao wampende Mungu na kutii neno lake. Familia ya watu wanaomwamini Mungu lazima waombe na kufanya kazi pamoja kwa ajili ya Mungu.
Picha ya 29. Luka sura ya 10 mstari wa 33. Yesu aliwafundisha wanafunzi wake wawapende watu wote, hata adui zao. Tuwasaidie wote walio na shida, hata watu kutoka makabila mengine. Yesu alisimulia habari juu ya mtu ambaye alikuwa anasafiri kwenda mji mwingine. Wanyang'anyi walimshambulia na kumpiga. Mtu wa kutoka kabila jingine alimkuta mtu huyu aliyeumizwa vibaya. Alimsaidia kwa sababu alikuwa kwenye shida. Hakuomba malipo, ila alimsaidia tu. Yesu alituagiza kuwa tutende mambo mema kama haya pia. Picha ya 30. Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 19. Watu hawa wanaunguza katika moto sanamu na hirizi. Waliviamini vitu hivi kabla hawajawa wafuasi wa Yesu. Lakini Wakristo wanaoamini hawahitaji kuwa na vitu hivi ambavyo ni vyake Shetani na pepo wachafu. Bwana Yesu ni mwenye nguvu kuliko Shetani, pepo wachafu, sanamu na hirizi. Sisi tunaoamini hatuna haja ya kumuogopa Shetani. Tunachotakiwa ni kumuomba Mungu atusaidie na kutulinda. Picha ya 31. Marko sura ya 5 mstari wa 3. Katika picha hii tunamuona mtu aliyepagawa na pepo wachafu. Kamba na minyororo hazikuweza kumshika kwa sababu pepo wachafu ndani yake walikuwa wenye nguvu mno. Yesu aliwaamuru pepo wachafu wamtoke mtu huyu, na walitoka. Huyu mtu akaponywa na akaenda kuwaambia rafiki zake yote aliyomtendea Yesu. Yesu ana nguvu kuliko pepo wachafu. Shetani na pepo wachafu lazima wamtii Yesu. Kama unasumbuliwa na pepo wachafu, waombe waumini wenzio waombe pamoja nawe. Umuombe Bwana Yesu Kristo mwenye nguvu awatoe. Kama tunampenda na kumtii Yesu, anaishi ndani yetu. Uwezo wake hutukinga na Shetani hawezi kutufanya neno lolote. Picha ya 32. Mathayo sura ya 6 mstari wa 24. Picha hii inatuonyesha mtu aliyeamini akijaribiwa ili asimfuate Yesu. Shetani anapenda sisi tumsahau Mungu na kila siku tufikirie vitu kama pesa, nguo, tumbaku, matendo maovu na ulevi. Shetani anasema kuwa vitu hivi vitatufanya tuwe wenye furaha. Lakini ni muongo. Anajaribu kutudanganya na kutuharibu kwa vitu hivyo. Mtu aliyeamini ana uwezo wa kuyashinda majaribu.
pale anapomwamini Yesu na kumfuata. Picha ya 33. Luka sura ya 15 mstari wa 20. Yesu alisimulia habari hii. Kijana mmoja aliondoka kwao, akaenda mbali ambako alifanya mambo mengi maovu. Alizini, akapoteza fedha yake yote aliyompa baba yake na kutenda dhambi mno. Baada ya fedha yote kwisha, njaa kubwa ilikuja, na akawa maskini na mwenye njaa. Akasikitikia dhambi yake na kurudi kwa baba yake kumuomba msamaha. Baba yake alimpenda mno, akampokea tena nyumbani. Habari hii inatueleza kuwa kama tukitenda dhambi, tuisikitikie kweli dhambi yetu na kuiacha. Kwa sababu Mungu anatupenda sana, atatusamehe dhambi yetu na kutupokea tena. Picha ya 34. Yakobo sura ya 5 mstari wa 14. Mwanaume na mwanamke huyu wana huzuni kwa sababu ndugu yao ni mgonjwa sana. Je, watu wa Mungu wanatakiwa kufanya nini wanapougua? Wanaweza kumuomba Mungu na kuamini kuwa atafanya lile lililo jema. Mungu anaweza kumponya mgonjwa akipenda, au anaweza kumsaidia kupata dawa inayolingana na ugonjwa wake. Mungu anatupenda na anaongoza yote yanayowatokea watoto wake. Mungu anamlinda aliyeamini kutokana na Shetani. Kwa hiyo tusimwogope Shetani. Yesu yupo pamoja nasi kutupa amani wakati wa matatizo. Picha ya 35. Barua ya kwanza kwa Tesalonike sura ya 4 mstari wa 13. Sote tunajua kuwa siku moja tutakufa. Lakini ni nini kitakachotokea baada ya hapo? Biblia ambayo ni neno la Mungu inasema kuwa mtu aliyeamini akifa, roho yake huenda kuwa pamoja na Yesu Kristo. Rafiki za marehemu hawana haja ya kuwa na huzuni. Tusiogope kifo, kwa sababu tunajua kuwa Mungu anatupenda na ametuokoa kutoka katika dhambi. Wasioamini hawana matumaini haya makuu ya kuwa pamoja na Mungu baada ya kifo. Huwa wanakwenda kwenye sehemu ya adhabu wanapokufa. Wewe utakwenda wapi baada ya kufa? Picha ya 36. Barua ya kwanza kwa Wakorinto sura ya 12 mstari wa 26. Kila kiungo cha mwili kina kazi yake. Jicho lipo kwa ajili ya kuona, sikio kwa kusikia, na mdomo kwa kusema na kula.
Viungo vyote hufanya kazi pamoja. Kiungo kimoja kikiugua au kuumia, mwili wote huathirika. Mungu anasema kuwa walioamini ni viungo katika mwili mmoja uitwao kanisa. Yesu ndiyo kichwa cha mwili huo. Mungu ana kazi kwa kila mtu aliyeamini, kwa mfano kuhubiri, kuimba, kufundisha, kilimo au hata kupika. Kila mtu ni lazima amfanyie kazi Bwana Yesu kuusaidia mwili uwe na nguvu. Waumini wote lazima wapendane na kufanya kazi pamoja, la sivyo mwili wa Kristo utaathirika. Picha ya 37. Barua ya kwanza kwa Wakorinto, sura ya 11, mstari wa 26. Wote wanaomwamini Yesu wanatakiwa kukutana mara kwa mara kumwabudu Mungu. Ni lazima tujifunze kutokana na neno la Mungu, tuimbe nyimbo na kuomba. Pia tulete sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mungu pia anatuamuru tukumbuke kifo cha Bwana Yesu pale msalabani. Hapa tunaona watoto wa Mungu wakishirikiana mkate na divai. Mkate unatukumbusha mwili wa Yesu uliosulubiwa pale msalabani kwa ajili yetu. Na divai inatukumbusha damu yake iliyomwagika kutuokoa katika dhambi. Picha ya 38. Barua ya kwanza kwa Watesalonike, sura ya 4, mstari wa 17. Siku moja Bwana Yesu atarudi ghafla kutoka mbinguni kama alivyoahidi. Atakuja kuwachukua waumini wote wa kweli ambao ni familia ya Mungu. Yesu atawafufua watu wote wa Mungu waliokufa. Makaburi yatabaki tupu. Watu wa Mungu walio hai watakwenda pamoja naye. Wote tutamlaki Bwana Yesu mawinguni na tutakaa naye milele. Wasiomwamini Yesu wataacha nyuma ili wahukumiwe na Mungu. Hatujui hasa ni lini Yesu atakaporudi, lakini ni lazima tuwe tayari tukimsubiri. Uko tayari kumlaki Bwana Yesu kama atarudi leo? Picha ya 39. Mathayo sura ya 7, mstari wa 19. Kama vile mti huu katika picha unavyozaa matunda, aliyemwamini Yesu Kristo huzaa matunda ya Roho. Yesu alisema, mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Mkikaa ndani yangu, nami ndani yenu, mtazaa matunda mengi. Roho Mtakatifu wa Mungu huishi na kufanya kazi ndani yetu ili tuzae upendo, furaha, amani, uvumilivu, upole, utu wema, uaminifu, unyenyekevu na kujisimamia katika maisha yetu. Ikiwa matawi ya mti hayazai matunda, hukatwa, nayo hufa na kuchomwa moto.
Wanaomfuata Yesu Kristo wanatakiwa kuzaa matunda, na jambo hili humtukuza Mungu Baba yetu wa mbinguni. Picha ya 40. Marko sura ya 16 mstari wa 15. Yesu aliwaamuru wote wanaomwamini waende na kuwaambia wengine habari hizi njema, kwamba wanaweza kuokolewa kutoka katika dhambi na jehanamu. Picha hii inamuonyesha aliyemwamini Yesu akimtii Yesu na kuwaambia wengine habari zake. Roho Mtakatifu wa Mungu atatupa nguvu za kumshuhudia Kristo.